Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhari gani? Karibu katika update za PMTV. Tupo hapa tena kujuzana yale ambayo yametokea ndani ya mipaka ya Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania. Basi kupitia PMTV unafahamu hapa, na kukumbusha pia bashiri zako zote zikipita kule pmbet.co.tz, basi una uhakika wa kuwa sehemu ya ushindi mkubwa zaidi. Msimu huu wa kombe la dunia Toyota IST6 zinatoka ndani ya mwezi ama ndani ya kipindi cha mashindano. Manake kila wiki moja, kila baada ya wiki kutakuwa kuna IST moja inatoka. Unasubiri nini kuwa mshindi? Basi bashiri na PMbet. Sasa ninayo update kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye ibada ya mazishi ya mama wa JPM, ambapo mwili wa Bi Suzana Ngolo Musa ambaye ni mama wa hayati John Pombe Magufuli leo umefikishwa mapema nyumbani kwake kwa ajili ya ibada ya mazishi. Viongozi mbalimbali wa serikali waliwasili wakiongozwa na makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais mstaafu Philip Mpango, waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, spika mstaafu Tulia Ackson pamoja na Anne Makinda na wengine. Bi Suzana alifariki dunia jioni ya Jumatatu Mei 25, 2026 nyumbani kwake wilaya ya Chato, mkoa wa Geita baada ya kuugua kwa muda mrefu. Sasa nimekusogezea hapa kile ambacho amekizungumza makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi huko msibani, ambapo akisema ukifanya mema sio lazima yalipwe kwako. Sasa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema mtu akifanya mema kwa binadamu mwenzake sio lazima yalipwe kwake. Dr. Nchimbi amesema hayo leo akitolea mfano wa mchango wa hayati John Pombe Magufuli uliotengenezwa na mama yake marehemu Suzana Musa ambaye atazikwa leo Chato mkoani Geita. Aidha, Dr. Nchimbi amesimulia mawasiliano na utani wake na hayati Magufuli ambaye alikuwa rais wa awamu ya 5, ambapo amesema alikuwa ni mtu wa utani na kupenda kubishana kwa hoja. Dr. Nchimbi amesema alipotangaza kustaafu siasa mwaka 2015 alipigiwa simu na watu wawili, mzee Stefan Wasira na hayati Magufuli. Alinipigia simu Magufuli ambaye naye alikuwa rafiki yangu, akanambia, mtani, hivi nilichokisikia ni kweli au uongo kwamba umepumzika siasa? Nikamwambia ni kweli. Akasema katika umri huo mimi sijapumzika, nimekuzidi miaka 10, unapumzikaje wewe? Nikamwambia nimeamua kupumzika. Akanambia hapana, nina nafasi 10 za ubunge wa kuteuliwa, nitakupa moja. Lakini nikamwambia napumzika. Siku moja akanipigia tena simu kuniuliza, mtani, hayo mapumziko yako hayajaisha? Nikamwambia bado, nimeamua kupumzika. Akasema sawa, asante. Kisha kesho yake nikatangazwa kuwa balozi Brazil. Nikasema huyu mzee mbona mbabe? Hiyo ni sehemu tu ya alichokizungumza makamu wa rais Dr. Nchimbi akimhusisha Magufuli, lakini pia akihusisha mchango wa mama wa kiongozi huyo ambaye kwa sasa ni hayati na alikuwa ni rais wa awamu ya 5 ya Tanzania. Nini maoni yako? Shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.